Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu katika imani, tupo katika mwendelezo wetu wa kuzungumzia faida na fadhila na malipo ya swala mbalimbali za faradhi na sunna, na jana tulianza mazungumzo yetu yanayohusiana na swala ya maiti au swalatu janaiza, na jana tulieleza shuruti za swala hii au za kusihi swala hii, na tukaelezea faida inayopatikana katika kumswalia kwa wingi maiti. Tukaeleza ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema wakipatikana watu 40 wasiokuwa washirikina, faida inayopatikana katika jambo hilo. Leo inshallah tutazungumzia sehemu ya pili ya swala ya maiti. Kwanza tutaanza kuelezea kuhusu nguzo katika swala ya maiti. Nguzo ya kwanza katika swala ya maiti ni kusimama kwa anayeweza. Kusimama kwa anayeweza. Mtu anayeweza kusimama katika swala ya maiti au swala nyingine yoyote anatakiwa asimame. Yule mwenye dharura, ni mgonjwa, ni mlemavu, yuko kwenye kiti, huyo habari nyingine. Nguzo ya pili ni takbir. Katika swala ya maiti kuna takbiri 4, ambapo nguzo ya tatu ni kusoma suratul Fatiha ambayo inapatikana katika takbiri ya kwanza. Inapoanza ile takbiri ya kwanza, takbiratul ihram, Allahu akbar, unasoma suratul Fatiha. Alafu nguzo ya 4 ni kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika takbiri ya pili. Takbiri ya pili, imamu anaposema Allahu akbar na nyinyi mkasema, unamswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na swala ya Mtume iliyokuwa bora katika kumswalia maiti ni salatu ibrahimia, yani kusema Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hii ndiyo swala iliyokuwa bora. Nguzo ya 5 ni kumwombea maiti dua katika takbiri ya 3. Ile takbiri ya 3 unamwombea maiti dua. Ama takbiri ya 4 inapopigwa, hii kama imamu amepiga tu takbiri akapiga salamu ni sawa, na ikawa ametoa nafasi, basi utajiombea wewe na waislamu wenzako. Allahumma ighfir lilmuslimina walmuslimat walmu'minina walmu'minati ala ahya'i minhum wa ala amwat. Nguzo ya 6 ni mfululizo wa haya mambo kama yalivyopangwa. Unatakiwa ufuate hivyo hivyo, uanze takbir, usome al-Fatiha, uje takbir, mswalie Mtume, uje takbir, muombe maiti dua, uje takbir. Yani huu mfululizo uliopangwa watakiwa ufuate. Katika hadithi iliyopokelewa na Abi Hurairah radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hadithi inayoonyesha fadhila ya kumswalia maiti na kumzika. Sisi tunakimbia kumswalia maiti na kumzika. Yani mtu anaenda mazishini kuonekana tu kwamba amekwenda. Msikitini yuko nje, makaburini amekaa pembeni apiga story. Huyu haswali wala haziki. Sasa sikiliza faida unazozikosa. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man shahida aljanazata hatta yusalli alaiha, yule atakayekwenda kushuhudia jeneza mpaka akawa amemswalia yule maiti, falahu qirat, mtu huyu atalipwa qirat. Wa man shahidaha hatta tudfan falahu qiratani, na yule atakayeshuhudia, atakayekwenda kwenye maiti mpaka akamzika atapata qiratani. Qila, wakauliza au wakasema, wama qiratani, ni nini hiyo qiratani? Wanamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala, akawaambia, mithlu aljabalaini adhimaini, ni mfano wa majabali mawili makubwa. Ndugu zangu katika imani, kitendo cha wewe kwenda mazishini
ukamswalia maiti, unalipwa thawabu sawa na mlima mkubwa. Na katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa mfano wa Jabal al-Uhud iliyokuwa Madina. Na unapomzika yule maiti ukawa umemswalia alafu umemzika, unalipwa wewe milima miwili ukubwa wake. Lakini kwa bahati mbaya sisi twaenda tu mazishini kuondoa lawama tu, kuambiwa fulani alikuwepo mazishini, huswali wala huziki. Watu wazika, wewe uko huko wapiga stori za mpira na biashara zako pale kwenye kaburi hufiki. Watu waswalia, wewe uko nje msikitini na mazungumzo yako. Haya ni makosa na tunajikosesha fadhila kubwa sana. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika tunaohudhuria mazishi kwa kuwaswalia maiti na kwa kuwazika, na Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wenye kuzipata fadhila hizi. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.